Mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 7 2023, wananchi wa kata Njoro iliyopo wilaya Same mkoa wa Kilimanjaro walipiga kura kwenye uchaguzi mdogo wa kumchagua diwani. Pamoja na kwamba uchaguzi huo ulikuwa na vyama vingi vya siasa vilivyoshiriki, ila imani, shauku na furaha ya wananchi wa Njoro ilikuwa kwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi ndugu Omari Abedi Abdalla kwa kipindi chote cha kampeni. Shangwe, nderemo na vifijo zilitawala muda wa kusubiria matokeo. Huku wananchi wakiliimba na kulitaja jina la Omari Abedi Abdalla. Hatimaye muda wa kutangazwa matokeo ulipowadia, ndipo furaha, nderemo na vifijo vilitamaradi baada ya jina la mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa maana ya Omari Abedi Abdalla kutangazwa kuwa mshindi wa jumla katika nafasi hiyo ya udiwani. Mara baada ya kuwatumikia wananchi wa kata Njoro, huyu hapa diwani wa kata Njoro, Mheshimiwa Omari Abedi Abdalla, anatujuza miradi yote ya maendeleo iliyofanywa kwenye kata yake katika kipindi cha miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan kama utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 mpaka mwaka 2025. Ndugu zangu wana Njoro, wananchi wa kata Njoro, kwa kipindi cha miaka minne ya utawala wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kata ya Njoro tumepata miradi mbalimbali ya maendeleo. Niko hapa kuwaeleza jinsi ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2020 mpaka 2025 ilivyotekelezwa kwa kiwango kikubwa kwenye kata yetu ya Njoro. Ikianza miradi kwenye sekta ya elimu, sisi kama kata ya Njoro tumepata fedha kiasi cha shilingi milioni 30 ya kukamilisha jengo la maabara katika shule ya sekondari Migara. Jengo hilo limekamilika na linaendelea na matumizi. Lakini pia tulipata kiasi cha shilingi milioni 28 kwa vipindi tofauti katika kujenga jengo letu la utawala kwenye shule ya sekondari Migara. Jengo hilo lipo katika hatua ya mwisho kabisa ya ukamilishaji wake. Tukibaki hapa kwenye shule ya sekondari Migara, tulipata shilingi milioni 1.8 kutoka mfuko wa jimbo katika kutengeneza viti na meza ili kukabiliana na upungufu wa madawati katika shule yetu ya sekondari Migara. Na sasa hivi tunapozungumza, watoto wetu wote wanaosoma katika shule ya sekondari Migara wanakaa kwenye viti na madawati mazuri kabisa. Na hii yote ni kazi nzuri inayofanywa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia 2020 mpaka 2025. Kwenye sekta hiyo ya elimu tumepokea fedha kwa ajili ya miradi ya vyoo. Hapo katika shule ya msingi Ishinde tumepokea milioni 48 na laki 573 kwa ajili ya ujenzi wa matundu 17 ya choo. Lakini pia tunapokea milioni 13 kwa vipindi tofauti katika ujenzi wa choo cha wanafunzi katika shule ya msingi ya Muguri. Tulipokea pia kiasi cha shilingi milioni 50 kutoka serikali kuu za ujenzi wa nyumba ya walimu katika shule yetu ya msingi ya Ndeves. Fedha hizi zilifika na ujenzi upo katika hatua ya mwisho kabisa ya umaliziaji. Lakini pia tulipata kiasi cha shilingi milioni 10 za ununuzi wa vitanda shule ya msingi Ndeves, na vitanda takribani 33 vimetengenezwa na vipo tayari kwa matumizi. Tulipokea mradi wa barabara ya kutoka Njoro kwenda Muguri yenye urefu wa kilomita 8
yenye kugharimu kiasi cha shilingi milioni 138. Tunajua kabisa kwamba barabara yetu kuelekea Muguri ilikuwa ina changamoto kubwa sana, lakini serikali yetu hii sikivu ya Chama cha Mapinduzi chini ya Mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, basi barabara hii ya kutoka Njoro kuelekea Muguri ilitengenezwa kwa kiwango cha changarawe. Na pia tulipokea mradi wa barabara kutoka Ishinde kwenda Vumare. Barabara hii ilipata shida kipindi cha mafuriko, lakini tulipokea matengenezo ya barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 3 kiwango cha changarawe kwa shilingi milioni 150. Tulipokea mradi wa barabara kutoka Njoro kuelekea Dido yenye urefu wa kilomita 2. Ilipata pia matengenezo kwa gharama ya shilingi milioni 52, na kipande hicho cha kilomita 2 kwa sasa hivi kiko vizuri na wananchi wanapita bila mashaka. Lakini pia kuna eneo pia korofi kwenye barabara ya Ishinde kuelekea Vumari ambalo pia limetengewa kiasi cha shilingi milioni 20, na mradi utekelezaji umeanza. Kwenye sekta ya umeme, kata yetu ya Njoro pia imenufaika kwa kupata miradi mbalimbali ya umeme ambayo inagusa kila kijiji. Kwenye kata yetu ya Njoro kuna vijiji vitatu na vijiji vyote hivi kipindi hiki cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, vijiji vyote vimepata mradi. Tukianza na mradi wa kupeleka umeme shule ya sekondari Mwidauni ambayo ipo katika kijiji cha Ishinde, kitongoji cha Igongo Kibaoni. Tulipata mradi huu ambao uligharimu zaidi ya milioni 62 kuhakikisha kwamba wananchi shule ile, lakini pia na wananchi wanaozunguka maeneo yale wanaweza kupata huduma ya umeme. Lakini pia umeme kitongoji cha Morondwe. Kitongoji cha Morondwe kilikuwa hakina umeme, lakini katika kipindi hiki cha miaka 5 ya Mheshimiwa Rais, kitongoji hiki kimepata umeme kwa miradi miwili tofauti. Lakini pia tukibaki kwenye kitongoji hicho cha Morondwe, kuna mradi mwingine wa kupeleka umeme kwenye kisima cha maji Morondwe. Tunafahamu kwamba Morondwe kuna changamoto ya maji, na pale serikali yetu ilichimba kisima cha maji, lakini kwa kuwa umeme ulikuwa mbali, basi serikali yetu hiyo pia ikapeleka umeme kuhakikisha kwamba kisima kile kitakapokuwa tayari, basi nishati ya umeme inakuwa iko pale. Lakini pia tulipata mradi mwingine wa umeme kitongoji cha Marigo, umeme kupeleka eneo la parokia ya Padua kule juu Marigo. Mradi mwingine wa umeme tulipata katika eneo la kitongoji cha Kigogo, mtaa wa Msikitini. Zote hizi ni jitihada za serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha wananchi wetu wanapata nishati ya umeme kwa matumizi yao mbalimbali ya nyumbani. Kwa vipindi tofauti tumepata miradi mbalimbali ya REA, ikiwemo mradi wa REA kwenye vile vijiji ambavyo havina umeme, na kijiji chetu cha Muguri ambacho kilikuwa hakina umeme kabisa kimeweza kunufaika na mradi huu. Na sasa hivi mradi upo katika hatua za mwisho kabisa za ukamilishaji wake kuhakikisha wananchi wa Muguri wanapata nishati ya umeme kwa ukaribu zaidi. Kwenye mradi wa vitongoji 15 vya mbunge kwenye kata yetu hii ya Njoro tumepata miradi katika vitongoji viwili, kitongoji cha Migarabii lakini pia na kitongoji cha Kibaoni Igongo imepata mradi huu wa REA, na mradi huu upo katika hatua za mwisho kabisa za ukamilishaji wake. Kwa vipindi tofauti tulipata pia miradi katika vitongoji mbalimbali vya kata yetu hii ya Njoro. Kuna kitongoji cha Marigo, kitongoji cha Migara A, lakini pia na Migara B. Kwa vipindi tofauti katika kipindi hiki cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais, tumeweza kupata miradi mbalimbali hiyo ya REA ambayo kwa kiasi kikubwa imeweza kusaidia wananchi kupata huduma ya umeme kwa karibu zaidi. Kwenye sekta ya maji kupitia mradi wa Nyumba ya Mungu, sasa hivi kata yetu ya Njoro tumeunganishwa na huduma hiyo ya maji kutoka Nyumba ya Mungu. Sasa hivi wananchi wa Njoro wameanza kunufaika na mradi huu wa Nyumba ya Mungu, na umepunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya maji iliyokuwepo kwenye maeneo yetu. Na sasa hivi wananchi wanapata maji
lakini hata yale maeneo machache ambayo bado hayajafikiwa, utekelezaji wa kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata maji upo kwa kasi kubwa sana. Lakini pia hata kabla ya kukamilika kwa mradi huu wa nyumba ya Mungu, serikali yetu ilishachukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba inapunguza ukosefu wa maji kwenye kata yetu ya Njoro. Tulipata kisima cha Yamuguri ambacho kilichimbwa kwa ajili ya wananchi wa Yamuguri kuweza kupata maji kwa ukaribu zaidi. Lakini pia kwa kipindi hiki cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais, kimechimbwa pia kisima katika kitongoji cha Morondwe ili kuhakikisha kwamba wananchi wa kitongoji cha Morondwe wanapata maji kwa ukaribu zaidi. Kwa kisima hicho kimechimbwa, kimeshawekwa sola tayari. Kwa kata yetu ya Njoro, katika kijiji cha Njoro, wananchi tumeweza kuanza ujenzi wa zahanati ya kijiji ambao umeanza kwa nguvu za wananchi, na ujenzi huu ambao unakwenda kwa kasi. Wananchi wanashiriki kuhakikisha kwamba kijiji cha Njoro kinapata zahanati. Lakini pia kwa kipindi hiki tumepata miradi mbalimbali pia kutoka kwa wafadhili. Shule yetu ya Endeavors imepata ufadhili wa mabweni. Sambamba na mabweni pia tumepata ufadhili wa uzio katika shule hiyo hiyo ya msingi Endeavors ili kukabiliana na wanyama wa porini. Lakini pia kwenye upande wa TASAF, jumla ya kiasi cha shilingi milioni 245,398 zimegawiwa kwa ujumla wake. Kaya zaidi ya 266 zimekuwa zikihudumiwa na mfuko huu kuanzia mwaka 2020 mpaka 2024. Kwa hiyo tunaweza kuona ni kiasi gani ambacho Mheshimiwa Rais anagusa kabisa maisha ya wananchi wetu ambao wana hali ngumu ya maisha, ambao fedha hizi kwa namna moja au nyingine zinawasaidia kutatua shida ndogo ndogo. Sekta ya maendeleo ya jamii, kata yetu ya Njoro tumenufaika pia. Wananchi wetu wamepata mikopo na jumla ya vikundi 8 kwa vipindi tofauti vimeweza kupata mkopo huu ambao hauna riba kabisa, kwa ujumla wake milioni 28. Vikundi 4 vya wanawake, lakini pia na vikundi 4 vya vijana. Kwenye upande wa mazingira, kata yetu ya Njoro tumepanda miti mingi sana kwenye maeneo yetu mbalimbali, maeneo ya jamii kama shule, maeneo ya makanisa, misikiti, kwa maana ya nyumba za ibada. Lakini pia wananchi mmoja pia wameshiriki kwa kiwango kikubwa kwenye zoezi hili la upandaji miti kuhakikisha kwamba tunakabiliana na mabadiliko haya ya tabia nchi. Ndugu wananchi wa kata ya Njoro, ukipiga mahesabu kwa miradi yote hii ambayo tumepata kwa kipindi hiki cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, ni zaidi ya bilioni 1 za Kitanzania ambazo tumezipokea kama kata ya Njoro katika miradi mbalimbali kama nilivyotaja hapo. Kwa maana hiyo, tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa kazi hii ambayo imefanywa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka 5, 2020 mpaka 2025, na kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, tuna kila sababu ya kumchagua Mheshimiwa Rais